Katika kipindi ambacho kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kuathiri masuala ya afya, biashara, uchumi, lakini tunafahamu kwamba pia kuna migogoro ambayo inaendelea, mingine ni nje ya Tanzania, lakini kwa namna moja ama nyingine inaweza ikaathiri hali ya biashara na uchumi hapa nchini Tanzania, lakini tunazungumza pia kuhusiana na masuala ya afya. Lakini yote hii ili kujilinda na kuwa na uhakika wa kesho yako ni kuzingatia masuala ya bima, na hapa tunapata nafasi ya kutazama dhana ya bima na umuhimu wake wakati wa majanga. Leo kipekee kabisa tumewaalika shirika la bima Zanzibar ZIC kuzungumzia masuala mbalimbali ya bima, umuhimu wake, lakini pia namna gani ambavyo unaweza ukalinda afya, lakini pia biashara na shughuli zako nyingine mbalimbali kupitia bima. Hapa studioni tunaye Sabri Omar Ali ambaye ni kaimu mkurugenzi wa bima za kawaida kutoka shirika la bima Zanzibar ZIC. Karibu sana Sabri. Lakini vile vile yupo Mohamed Matumula ambaye ni meneja masoko wa ZIC. Karibuni sana. Asante sana. Na tuanzie hapo hapo kwenye dhana ya bima. Nazungumzia bima na umuhimu wake katika jamii. Sabri. Asante sana. Nadhani unapozungumzia swala la bima, bima ni kinga. Ni kinga ya kifedha ambayo mtu au biashara inaweza ikaekewa endapo majanga yatakapokuwa yanatokea, yataweza kupatiwa fidia. Na tunapozungumzia swala la umuhimu katika bima, kwanza tunasema inaleta usalama wa kifedha. Tunajua mtu unapokuwa umewekeza, umeweka fedha zako sehemu, kwa hiyo janga linapokuwa linatokea, fedha yako inakuwa imebaki kuwa salama. Lakini la pili, inasaidia pia kukuza uchumi pamoja na kuleta uwekezaji. Unapokuwa na bima sahihi, hata mwekezaji naye anakuwa anajisikia yuko salama endapo matatizo yoyote atakapotokea. Matatizo mengine pia huwa si ambayo yanasababishwa na moja kwa moja au yanayotokana na sisi, lakini hata yale ambayo tunasema ni majanga asilia, ni acting of God. Kwa hiyo kuna mafuriko yanaweza katokea, kuna mitetemeko inaweza katokea. Kwa hiyo mwekezaji anabaki kuwa salama endapo atakapokuwa na kinga sahihi. Lakini pia inasaidia watu na wafanyabiashara kurudi katika hali yao ya kawaida iliyokuwepo awali. Unapokuwa unafanya biashara na matatizo yanatokea, kama utakuwa na kinga sahihi, maana yake sasa fedha zile zitaweza kurudishwa na utaweza kurudi katika biashara yako ya awali ambapo ulipokuwa mwanzoni bila kuleta athari yoyote. Sasa kwa ZIC ni bima gani ambazo mnazitoa kwa sasa? Sisi kama shirika la bima la Zanzibar tunafanya kazi za bima za kawaida, tunasema ni general insurance. Hapa tunamaanisha kwamba bima tunazozitoa hazihusiani na bima zile za maisha kwa sasa. Lakini siku za karibuni, nadhani itakapofika mwezi wa Juni, itakuwa tayari tumeshaanzisha kampuni mpya ya kufanya shughuli hizi za bima za maisha. Nadhani sasa hivi tuko katika taratibu za mwishoni, tumesha set ofisi, tumeshafanya taratibu za usajili na tupo katika hatua za mwishoni za kuweza kufungua hiyo kampuni mpya. Tunapozungumza bima za kawaida hapa, tunajumuisha bima zote tofauti na zile za maisha, zikiwepo hizi za magari, za majumba, za biashara, za wizi, za ujambazi, za meli, masuala ya aviation, haya ya anga yote, hata masuala ya kiafya. Lakini sisi kwa sasa bado pia hatujafanya masuala ya afya moja kwa moja, japokuwa nikipata nafasi nitaizungumzia kwenye bima ile ya wageni wanaoingia nchini, hususan upande wa Zanzibar. Kuna element fulani, watalii, kuna element fulani ya afya kidogo ambayo tunaipractice kule, lakini kwa sasa nadhani tunafanya bima zote ukiachia bima za maisha. Kwa hiyo kwa upande wa afya kule zaidi ni NHIF ndio wanafanya zaidi kazi kwa hizi bima za umma. Ni sahihi, lakini kwa kule upande wa Zanzibar pia kuna taasisi husika ambayo inaitwa ZHSF. Ni mfuko wa bima ya afya kwa upande wa Zanzibar, ni sawa na ilivyo NHIF. Sawa kabisa. Nimepata hamu ya kufahamu kuhusu hizo bima za usafiri wa ndege, bima za meli, zinakuwa ni za aina gani, Mohamed? Kama alivyosema na director hapa,
hizi bima zinalinda mali. Yani tukisema Zanzibar Insurance Corporation kwa sasa hivi tunatoa hizo bima za kawaida. Kwa hiyo endapo mtu anataka kusafirisha kitu chake, labda kuna bima inaitwa Goods in Transit. Ya kama mtu anataka bima ya meli, pia tuna hiyo marine insurance. Lakini pia Zanzibar Insurance Corporation tuna kampuni tanzu ambayo tunaita Ziki Takafuru. Hii inafuata misingi ya dini ya Kiislamu. Inafuata vipi? Utendaji wake upoje? Yani utendaji wake ni kama hii Zanzibar Insurance Corporation yenyewe. Lakini yenyewe ina element ya, kwa sababu kuna watu wakati bima kwa sababu ya imani zao. Kwa ukienda katika Ziki Takafuru anajaribu kufuata hiyo misingi ya imani ya dini. Yeah, lakini product wanazotoa ni kama tunazotoa sisi Zanzibar Insurance Corporation, ambazo kama amegusia, kuna marine, kuna goods in transit, kuna wizi wa kutumia nguvu, tunasema burglary insurance, lakini pia tuna bima za magari, bima kubwa na bima ndogo. Lakini pia Zanzibar Insurance Corporation tuna hiyo bima lazima ambayo tunaita inbound travel insurance. Hiyo ni bima lazima. Sasa turejee kwenye dhana ya bima kwa ujumla. Tunavyozungumzia bima, ni mambo gani ambayo bima sasa inaweza kukava katika ile hali tu ya kawaida, lakini ni vitu gani ambavyo bima haiwezi kukava? Kwa sababu tumesikia pia baadhi ya majanga yakitokea, kwa mfano kama vurugu za kisiasa na mambo mengine, kama tunaambiwa kwamba hizi bima haiwezi kugusa, labda kuwe na special bima ambayo ipo kwa ajili ya hiyo. Hii inakuwaje, Sabri? Unapozungumzia majanga ni muhimu kwanza yawe yamewekwa wazi wakati wa uandikishaji bima. Wakati mteja anapokuja kununua bima, lazima taarifa hizi azitoe kwa sahihi. Lakini majanga yoyote ambayo tutakubaliana mwanzoni wakati tunapeana hizi ahadi, basi ataweza kupatiwa fidia. Kwa mfano, kama ni majanga ya moto akitokea, majanga ya ajali, majanga ya wizi, yote haya yanaweza akapatiwa fidia. Lakini pale tu mteja labda atafanya kitu kwa kukusudia au kwa kutaka kujinufaisha, pale sasa bima haitakuwa na uwezo wa kulipa. Lakini jingine pia, kama itatokezea kwamba janga lililotokea liko nje ya mkataba au masharti ambayo tulikubaliana wakati mwanzoni tunapeana hizi ahadi, maanake sasa hayo ni mambo ambayo bima hayataweza kukava. Lakini kama itatokezea majanga ambayo tulipeana ahadi kwamba yakitokea tutapeana fidia, basi tunaweza tukatoa hizo fidia na pasi na kuwa na shaka yote. Sasa na labda kwa kuongezea, labda una mkataba labda wa kitu fulani, yani ulichukua mkataba dhidi labda ya moto, lakini wewe kwa sababu kuna watu wengine wanajua ukiwa na bima basi kila kitu kitakuwa kiko covered na hiyo bima ambayo una wewe. Ni lazima tujue wewe umekinga dhidi ya nini. Kwa hiyo kwa mfano labda mtu ana gari yake. Kwa hiyo katika kinga za bima kuna bima kubwa na bima ndogo. Kwa hiyo ile bima ndogo yeye haikingi ile gari binafsi ule mtu, inakinga mtu wa tatu na mali zingine za watu watatu. Kwa hiyo kama una bima mtu wa tatu third party, yani labda mtembea kwa miguu, yani yule sio ambayo katika kile chombo si mali yake. Umemgonga mtu, ndio umemgonga mtu, umemgonga mali ya mtu. Kwa hiyo bima ndio itaingia kati kuweza kufidia yule mtu wa tatu, ndio inaitwa third party. Lakini kama una bima kubwa, inamaanisha hata gari yako mwenyewe ikiibiwa, ikiungua moto, utalipwa wewe. Kwa hiyo sasa kuna watu baadhi wanachanganya hapo. Kuna mwingine na bima ndogo lakini anataka gari lake likipata ajali alipwe yeye. Kwa hiyo yeye hataweza kulipwa mpaka awe na bima kubwa. Kwa hiyo hizi bima zinaangalia umekata dhidi ya janga gani. Kwa hiyo ikiwa lile janga lijatokea, basi bima haiwezi kufidia. Kwa hiyo lazima watu wapate kuelewa. Kwa mfano sasa majanga ambayo kwa mfano tukitolea mfano hivi karibuni kuna vurugu zimetokea, watu wakavamia biashara za watu zikaharibiwa, unaona. Sasa wengine wakashindwa kurejea kwenye hali zao za kawaida za biashara, na hii wengine wakawa wanahojiwa, wanasema kwamba hawakuwa na bima ama bima ilikuwa hairuhusu yale matukio. Sasa nilikuwa na kiu sana ya kujua kwamba kuna baadhi ya matukio ambayo yakitokea labda hakuna bima yake, ama inakuwa ni bima ambayo inakuwa tofauti na bima nyingine. Sabri, matukio kama haya yanapotokea huwa yanakuwa na bima hayo. Kuna namna ambayo tunaweza tukayapatia kinga. Lakini kwa kuwa nadhani sote tunafahamu ya kwamba mambo haya sio mara nyingi sana kutokea, ni mara chache sana. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida kwa binadamu kujisahau, kujiachia, lakini kwa wale wote ambao watatamani sasa
kuwa na kinga wakati mambo kama haya yakitokea, kuna product inaitwa PVT, ni political violence and terrorism. Okay. Sasa hii mara nyingi huwa sio aina ya bima ambayo inachukuliwa, lakini huwa inapatikana. Saa nyingine huwa kama tunaiongeza katika cover ambayo ipo. Kwa mfano, labda umekuwa ni mmiliki wa mabasi au wa magari au hata gari binafsi. Ukiitaka hii basi kutakuwa kuna malipo madogo tu ambayo yataongezeka ili upatiwe hii aina ya kinga. Lakini standard policy ambayo ukija kwetu manake ni vitu ambavyo huwezi kuvipata. Huwezi kuvipata kwa maana ni mpaka uwe una mahitaji hayo. Kwa hiyo tuendelee tu kushajihishana na kuhakikisha kwamba tunachukua hii kinga na kuhakikisha kwamba endapo yanapotokezea masuala kama haya, kitu ambacho hatuombezei, lakini yanapotokezea basi tuweze kupata fidia na tuweze kurudi katika biashara zetu tulizokuwa nazo mwanzoni. Naam. Tukizungumza kuhusu adha ambazo wanazipata wananchi kwenye majanga na matukio mengine, ajali na nini, alichokigusia Gula kwamba wengine huwa wanalalamika na tungekuwa na bima, tungekuwa na bima. Yeah. Sasa huu uelewa na uhitaji wa bima kwa wananchi, ninyi kama shirika ambalo mmekuwa mkihudumia wananchi kwa muda mrefu hivi sasa, mnaona uelewa huu na uhitaji unaongezeka au bado kuna elimu zaidi ambayo inahitajika wananchi waipate? Kusema kweli, uelewa na elimu bado inahitajika, na ndio maana pia tumechukua hiyo juhudi na jitihada ya kuwepo hata hapa leo kuhakikisha kwamba tunafikisha kwa walio wengi na waweze pia kuelewa namna gani hizi bima zinaweza zikachukuliwa, lakini ni kwa faida zipi mtu unaweza ukapata. Kiukweli hasa wakati mtu unapokwenda kuchukua hizi huduma za bima, cha msingi cha kwanza uelewe nini hasa ambacho unakihitaji. Lakini pia na sisi pia tuna jukumu sisi kama mashirika kuhakikisha kwamba tunamsikiliza mteja na tunampatia kile ambacho anakihitaji kwa usahihi. Kama nilivyosema awali, kawaida unapokuja huwa tunaangalia zile aina za bidhaa ambazo mara nyingi tunazo au tunaziuza. Kwa hiyo kama kutaonekana kuna mahitaji ya ziada, basi tuna uwezo wa kuongeza baadhi ya faida au tuka embed product katika product nyingine kuhakikisha kwamba inakidhi mahitaji ya yule mtu. Kwa hiyo kwa kawaida unapokwenda kwenye masuala haya ya bima, unapochukua labda kinga dhidi ya moto kwa biashara yako au duka, huwa sio sana mtu kuzungumzia masuala haya ya machafuko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani ni wito sasa tuamke na kuihitaji hii bima, na sisi pia tutajitahidi. Sisi kama kwa upande wetu kama shirika la bima la Zanzibar, manake tuna uwezo wa kuiuza hiyo PVT, lakini pia tuna mikataba mizuri na makampuni ya bima mtawanyo ambayo nyuma yetu huwa yanatupatia support na yanatupatia kinga kwa balance sheet zetu na kuweza sasa kusurvive kwa muda mrefu kama ambavyo umeongea. Muhammad, ukienda kuzungumza ama timu yako ikienda kwenye masoko kule, ninyi ndio mnapata kuwasikiliza Watanzania, unadhani kuna bima gani ambayo hamuitoi lakini Watanzania wana uhitaji nayo sana na pengine mmeshaanza kuiwekea mikakati? Kiukweli kabisa kwa wafanyabiashara bima nyingi wanazotaka hao ni masuala ya mikopo. Yaani ukienda kuzungumza, unavyoenda kuuza bima, wanakuambia kwa mfano labda mimi mkopo wangu umefanya hivi, umefanya vile, nitasaidiwa vipi? Yeah. Na hiyo ndio uhitaji wao wafanyabiashara wengi. Lakini kwa sasa hivi Zanzibar Insurance Corporation hatuna moja kwa moja bima design hiyo kuweza kuwasaidia, lakini pia tunatambua watu wana mali, kwa sababu tumesema sisi tunakinga dhidi ya mali na vitu vya watu. Kwa hiyo kwa kuanzia, kwa sababu unajua mtu kujitafuta mpaka kufika sehemu fulani si swala dogo. Yeah. Mtu nakuta labda na biashara yake, ana vitu vyake ndani mule vya thamani kubwa, ana jengo lake la thamani kubwa, sehemu yake ya biashara. Kwa mtu mwingine anadhani labda hizi bima ni kwa sababu za watu fulani tu. Mtu unamwambia bwana, duka lako thamani yake ni kiasi gani? Anakuambia milioni kadhaa. Tuambia basi, je, zikija kuibiwa hizi utafanya nini? Bwana, mimi najua watu wa bima si itakuwa hivi vile, lakini tunamwambia sisi tuna burglary insurance ambayo hii inalinda dhidi ya wizi wa kutumia nguvu. Kwa hiyo unakuta mtu ile sehemu yake ya biashara yeye akai pale,
lakini zile mali zake zinabaki pale pale. Kwa hiyo tunamwambia at least basi chukua hii burglary insurance, kama moto utotokea, lakini unaweza kaiba hivi vitu. Kwa hiyo tunajaribu kuwashawishi na kuwapa elimu kidogo. Tunaona msukumo wa watu kwa baadhi ya majanga, kuna watu wamelipwa kama ushahidi, basi hiyo inafanya watu wengine waweze kuvutika na kuamini kumbe bima zinalipa. Kwa hiyo tunashukuru, wengine wanapata masomo kwa kujionea wenyewe baada ya wenzao kuathirika, wengine wanapata masomo baada ya sisi kwenda kuwapa hiyo elimu. Sawa. Unajua, ukizungumza wote wawili mmezungumza kuhusu bima ya wizi au kutumia nguvu. Sasa naona hamjagusia simu zetu za gharama sana. Maki watu wengi sana wanaibiwa simu. Tunatembea na viwanja. Watu wanapoteza simu. Sasa mtu akipoteza simu ya milioni 3 na zaidi lazima changanyikiwe kama hana bima. Tunaweza simu zetu bima? Ni sahihi na ni kitu ambacho nadhani ni ubunifu ambao kwa sisi kama shirika tunauangazia kwa siku za mbeleni. Lakini pia tumeona wenzetu wameenda mbali na sio simu tu. Kuna nchi wao wanatoa kinga dhidi hata ya mawigi ya wadada. Kwa hiyo hata mawigi anaweza kakatiwa bima. Yaani kiukweli katika unalikatia kwa sababu nayo pia yanaibiwa, huwa yanavutwa. Na mengine ni ya gharama, mengine ni ya gharama. Kwa hiyo kwa kusema hivyo namaanisha kwamba katika tasnia ya bima ni vitu vyote vinaweza vikakatiwa bima. Hata sauti yake mtu anaweza kaikatia bima. Kama sisi watangazaji. Sasa hapo tulipofikia. Tuanze kwanza huduma hii ya sauti. Ndio ugali wetu ndugu. Ni sahihi, lakini pia kwa kujibu swala lako vizuri ni kwamba kuna bima tunaita bima ya moto kwa majumba ya makazi. Hii ni fire DPP. Sisi tunamiliki majumba, tunaishi kwenye majumba, lakini pia tuna vitu ambavyo vimo ndani ya majumba yetu. Kwa mfano ukichukua hiyo bima, manake ukichukua na vitu vilivyokuwa ndani, basi utaweza kupata fidia hata hivyo unavyovizungumza, masuala ya simu, laptop. Lakini pia sisi kama shirika tumeiongeza kwa upana wake, tumesema tunakava hata wadada wa kazi ukiwa nao ndani ya nyumba. Ukichukua hiyo bima ya moto, kwa hata wadada wa kazi wakiwa ndani ya nyumba, wakifariki bahati mbaya, wakipata ulemavu wa kudumu au wa muda mfupi, manake tuna uwezo wa kuwapatia huduma. Lakini pia tunawakinga mpaka mke na mume spouse, tunawakinga kupitia hiyo bima. Lakini pia sisi kama shirika la bima la Zanzibar tumeleta ubunifu katika soko. Tuna bima moja tunaita ZIC Queen. Ni ZIC Queen, manake hiyo ni special kwa ajili ya wadada. Inakuwaje hiyo kaka? Hiyo bwana ni bima ya magari ambayo inawapatia kinga zaidi wadada, sio wakaka. Kwa hiyo wadada hawa tumewazingatia na vitu vilivyokuwa ndani ya ile gari pasi na kuongeza fedha ziada. Pesa ile ambayo wewe utaitumia kukatia bima, basi ni fedha hiyo utapatiwa faida zote hizo. Hadi lipstick na perfume tunazoziweka kwenye magari. Magari kama kuna laptop, kuna masimu, kuna nini, janga limetokea na hivyo vitu vipo, vimepotea, vimeibiwa, mmezingatia mpaka pea za viatu na nguo tunazoziweka kwenye magari yetu. Kila kitu. Lakini hilo labda nikutoa wasiwasi, hata wanaume siku hizi pia tunahitaji. Inakuwa kama ghetto fulani. Sasa tumezungumza bima nyingi, lakini hebu tuzungumzie bima ya wageni. Unajua watu wanakuja Tanzania wanaweza wakapata changamoto mbalimbali wakiwa Tanzania. Zanzibar kumekuwa na bima ya watalii, na kama unavyofahamu Balkis, utalii Zanzibar ni sekta moja kati ya sekta mama za uchumi wa Zanzibar. Inachangia 30% ya uchumi wa Zanzibar. Kila mwaka karibu watu milioni 1 wanaingia Zanzibar, yaani nusu ya wananchi wa Zanzibar wanaingia Zanzibar kila mwaka kuja kutembelea maeneo mbalimbali ya Zanzibar, na hivyo basi watu hao wanahitaji huduma kama hizi za bima. Hebu tuambie ni bima za namna gani ambazo mnatoa kwa wageni ambao wanaingia Zanzibar? Ni swala zuri kwa kweli, na ni ubunifu, na hapa pia nitumie nafasi hii kuipongeza serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwa na ubunifu kama huu, lakini pia pongezi za pekee pia nimpelekee waziri wa fedha, lakini pia na mkurugenzi wetu mtendaji ndugu Jape kwa kuhakikisha hili linasimama. Kwa kweli imekuwa ni ubunifu wa zaidi ya Afrika. Nadhani hakuna nchi ambayo kwa sasa ina kitu au ina utaratibu kama ambao sisi tupo nao kwa upande wa lazima. Lakini nikirudi katika swala lako ni kwamba sisi tunahakikisha mgeni au mtalii yoyote ambaye atakuja pale Zanzibar atakuwa na usalama na uhakika wa kupata matibabu endapo janga au chochote au hata kifo kikitokea. Kwa hiyo
Sisi kama wasimamizi ni kuhakikisha hilo linafanyika kwa ukubwa wake na kwa usahihi. Na hii pia ningependa pia kuifafanua tu kidogo vizuri ya kwamba ni bima ambayo mgeni atakapoingia Zanzibar, lakini haimaanishi akija hapa Tanzania bara hatopata kinga. Kwa hiyo coverage ipo mpaka huku Tanzania bara. Kwa hiyo kama mgeni ataanzia kuingia Zanzibar na baadaye atakuja Tanzania bara, akipata tatizo basi bado atapata kinga ile ile ambayo ataweza kuipata. Lakini pia bima hii ipo ndani ya siku 92 na ni multi entry. Kwa hiyo ni bima ambayo unaweza ukaingia ukatoka, ukaingia ukatoka. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kimekuwa na faida kubwa sana 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 na chenye mafanikio kabisa, na ndio maana nadhani hiyo kauli yako ya kusema kwamba wageni sasa wanazidi kuendelea kuja baada ya kuwahakikishia usalama wao wakiwa nchini. Na hii kwa ujumla inaweza kuleta faida gani kwenye sekta ya utalii? Kwa sababu tunafahamu kwamba hata kwa upande wa Tanzania bara tumekuwa tukirekodi idadi ya watalii zaidi ya milioni 5 kwa mwaka hivi sasa. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watalii, na wakati fulani tulisikia serikali ya Tanzania hasa kwa upande huu kuanza mchakato wa kuwa na hiyo bima ambayo tayari ilishatangulia kutumika kule Zanzibar. Ni faida zipi ambazo tunaweza kuzipata katika sekta ya utalii, na wadau pia wanaweza wakatumia hivyo fursa kufanya sekta ikue zaidi? Nadhani awali wakati hii sera haipo, unaweza kukuta majanga yanapotokea kunakuwa kuna mlolongo mkubwa sana, na saa nyingine hata upatikanaji wa huduma unakuwa si kwa usahihi sana. Hivyo basi unapelekea watu kuto kujiamini sana na kuto kupendelea kutembelea hizi nchi zetu. Kwa mfano sisi kama upande wa Zanzibar tuna activity nyingi sana sasa hivi zinaendelea. Kuna watu wanatembea wakiwa baharini chini, wanaita sea walk. Unatembea baharini kabisa, unavishwa kifaa, unatembea kwa miguu kabisa chini ya bahari. Yes. Kwa hiyo kuna horse riding, watu wanaendesha mafarasi na vitu vinatokea. Wengine wanaenda kwenye shark cage, wengine wanaenda snorkeling, wengine wanaenda dolphin. Kuna activity nyingi sana zinafanyika. Kuna skydiving, siku hizi unajiachia ukiwa juu. Kwa hiyo ni vitu vingi sana vinatokea. Kwa hiyo hawa wageni wanapokuwa na uhakika wa usalama wao, ni kitu ambacho sasa kinawahakikishia ya kwamba wapo salama. Kwa hiyo kufanya hivyo maanake sasa ni kuongeza sasa utalii katika nchi, na utalii wetu sasa unaendelea kukua siku hadi siku. Sasa mi naomba nisalie hapo kwenye bima ya watalii. Kwako Mohamed, ni kwa kiasi gani watalii wakifika tu hapa nchini wanaanza kuwatafuta shirika na kuambia tunahitaji jambo hili? Yaani ametuambia kwamba ni bima ambayo inafanya vizuri, lakini uelewa wake umefika kwa kiasi gani? Tunachoshukuru Zanzibar Insurance Corporation, tumeweza kuitangaza hii bima kwa hizo nchi zote za nje. Kwa hiyo unakuta mpaka mtu akiwa ameingia hapa, asilimia kubwa tayari ana bima hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho wako aware nacho watalii, na tumetumia makampuni ya usafirishaji kutoa elimu kwa watu. Kwa hiyo imekuwa si changamoto sana, unakuta kila mtu anayeingia Zanzibar tayari ana bima hiyo. Kwa hiyo hii inatusaidia sana. Kwa hiyo hata yani impokelewa vizuri tu, kwa kifupi tunaweza tukasema. Na labda niigusie kama alivyosema Bwana Sabri hapa, unajua katika hali ya kawaida kile kiasi wanachokitoa watu ni kidogo sana. Ukiangalia na majanga yakitokea, gharama ambazo wangeingia endapo ungekuwa hawana hii bima. Kwa hiyo kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea yenyewe imewapa imani, kwa sababu na kwanza kitu kiwa kipya mtu hii itakuwa hivi kweli? Yani mimi natoa dola kadhaa afu mwisho wa siku mamilioni yatatumika, bila mtu akifariki labda ndani ya Zanzibar kumpeleka katika nchi yake, si gharama ndogo kabisa. Kwa hiyo unakuta sasa wengine ushahidi unakuwa wanapata na ile imani baada ya majanga kutokea na kuyapata. Kwa hiyo unakuta mtu bajeti yake anaweka bajeti ndogo sana ya kukata bima, lakini anakava kitu kikubwa sana endapo tu atapata majanga yakiwa ndani ya Zanzibar. Na bima hii bila shaka sio tu kwa watalii ambao wanatoka mataifa nje. Mimi naishi Tanzania bara lakini nakuja Zanzibar kutalii, naweza kukata bima hii? Hapana. Kwa sisi ambao ni raia au ni Watanzania hatupaswi kukata hiyo bima. Lakini kwa yoyote ambaye atakayekuwa ni mgeni, na maanisha sasa hana uraia wa Tanzania, labda na wale tu ambao watakokuwa na
hati za makaazi, yani resident permit pamoja na work permit. Wale ndio ambao wamepatiwa unafuu katika hii bima, na labda wale wafanyakazi wa ndege ambao mara nyingi huwa hawakai zaidi ya masaa 72, mara nyingi wanakuja na kuondoka. Kwa hiyo wale wamepatiwa unafuu katika hii bima, lakini kwa yoyote yule ambaye atakayekuwa tofauti na makundi haya matatu niliyoyataja, maanake anatakiwa akatie bima kwa kiwango cha $44. Lakini pia kwa kuongezea ni kwamba tuna jumuiya hizi ambazo na sisi pia tupo, kwa mfano tupo SADC, tupo na East Africa, nao pia tumewazingatia kwa sababu ni wimbi kubwa sana pia la utalii linatokea maeneo haya. Kwa hiyo hawa tumewapatia discount, tunaweza tukasema ya asilimia zaidi ya 50 ya malipo, lakini pasi na kupunguza zile faida ambazo wanaweza kuzipata. Kwa hiyo wao watalipia $22, lakini faida ni sawa na yule ambaye analipia $44. Kwa hiyo nayo pia imesaidia kwa sababu kuna some few cases nyingi tu zimetokea na pia tumeziattend, na hata hivyo na wao wenyewe pia wanabaki kuwa ni mashahidi. Kama alivyosema mwenzangu hapa, kurudisha mwili endapo kifo kimetokea, ni kazi kubwa, lakini pia ni gharama pia. Sasa kwa kuhitimisha, Sabrine, na vile kuwaambia wananchi Zanzibar, lakini pia tunatamani kujua hata walioko huku kama wanaweza pia kunufaika na huduma ambazo mnazipata. Karibu. Asante sana. Of course wanaweza wakafaidika. Sisi kama shirika la bima la Zanzibar ni kati ya mashirika makongwe, naweza kusema hivyo, na hasa kwa upande wa Zanzibar ndio shirika pekee ambalo lilianza 1969. Kwa hiyo tuna zaidi ya miaka 50 na kitu tangu kuanzishwa kwetu. Kwa hiyo tunapatikana takriban Tanzania nzima, mikoa mingi sana muhimu mikubwa ya Tanzania tunapatikana, lakini pia tuko na desk ambayo ni customer service desk ambayo ni 24/7 ambayo watu wanaweza wakachukua huduma zetu, hata hizo za kukatia bima magari. Sasa hivi sisi tupo masaa 24. Unaweza tu ukapiga simu ukatuma tu kiambatanisho chako, kama ni kadi ya gari, basi unapatiwa quotation yako, unalipia. Na uzuri siku hizi ni control number, unalipia popote ulipo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na bima yake ni automatic inakwenda. Kwa hiyo ni hivyo tu, tujitahidini katika kuhakikisha kwamba tunalinda mali zetu ili kuhakikisha kwamba majanga haya yanapotokezea haturudi nyuma kiuchumi, na bali tunabaki pale pale au kuendelea mbele kuhakikisha kwamba tunaleta faida ya taifa letu. Bwana Balkis, najua safari ya Zanzibar zitaendelea kuwepo nyingi, lakini kubwa zaidi pia leo wakati ndugu zetu wanarudi kule jioni, kuna jambo kubwa kwa sisi wadau wa soka. Kwa hiyo bwana, sisi tunawatakia kila laheri, lakini pia katika kutuhosti kule Zanzibar kwenye fainali za Muungano, au sio bwana? Na mmepiga suti za fainali. Yani safi kabisa bwana, tunawashukuru sana kwa kuja na tunawatakia. Zimekatiwa bima hizi. Kumeta suti pia unaweza ukaipatia. Hakuna ambacho hakiwezi kukatia. Ni mali yako. Muhimu sana. Yaani unakuwa na uhakika kwamba bwana, hii lolote kitokea bado naweza nikaipata nyingine. Bwana, shukrani sana Muhammad, lakini pia nakushukuru sana Sabri kwa kuja kuzungumza nasi. Wote hawa ni viongozi waandamizi wa shirika la bima Zanzibar ZIC.